Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Soma kwa jina la Mola wako mlezi aliyeumba. Amemuumba binadamu kwa tone la damu. Soma, na Mola wako mlezi ni karimu kushinda wote, ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyokuwa hayajui. Kwani hakika mtu bila shaka huwa jeuri, akijiona katajirika. Hakika kwa Mola wako mlezi ndiyo marejeo. Umemmona yule anayemkataza mja unaposwali? Umeona kama yeye yuko juu ya uongofu, au anaamrisha uchamungu? Umeona kama yeye akikanusha na anarudi nyuma? Hajui ya kwamba Mwenyezi Mungu anaona? Kwani kama haachi, tutamkokota kwa shungi la nywele, shungi la uongo lenye makosa. Basi na awaite wenzake, nasi tutawaita mazabania. Hasha, usimtii, nawe sujudu na ujongee. Suratul Alaq imeteremka Makka. Katika sura hii upo wito wa kusoma na kujifunza, na kwamba aliyeweza kumuumba mtu kutokana na asili nyonge ni mweza wa kumfunza kuandika kwa kudhibitia elimu na kutimizia kufahamu, na amfunze aliyokuwa hayajui, kwani yeye subhanahu ndiye mwenye kummiminia ilmu mwanadamu. Na sura inanabihisha kwamba utajiri na nguvu huenda zikampelekea mtu kupindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu, lakini marejeo ya wote ni kwa Mwenyezi Mungu mwishoni. Na mazungumzo yanamwelekea kila mwenye kusilihi kusemezwa kuwaonya hao majeuri wanaopinga kheri, kuwaonya kuwa watakuja kushikwa kwa nywele zao za utosi wakibururu wa motoni, na hawatofaliwa na wasaidizi wowote. Na sura inahitimisha kwa kuwataka wasikivu wende kinyume na hao wenye inda wanakadhibisha, na wajijongeze kwa utiifu kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Ewe Muhammad, soma unayofunuliwa kwa kufunguliwa kwa jina la Mola wako mlezi, ambaye ni yeye tu peke yake ndiye mwenye uwezo wa kuumba. Amemuumba mtu kwa ukamilifu wa mwili wake na elimu kutokana na kipande cha damu ambacho hakina chochote cha kupelekea kujiona bora. Endelea na kusoma, na Mola wako mlezi aliyekarimu kushinda wote hata kutukuza wala hata kudharau. Yeye ndiye ambaye aliyemfunza mtu kuandika kwa kalamu, na wala kwanza hakuwa anajua hayo. Amemfunza mtu yasiyokuwa yanampitia katika mawazo yake. Ni hakika kweli mtu upindukia mpaka na upanda kiburi mbele ya Mola wake mlezi anapojiona simhitaji katajirika. Ewe Muhammad, hakika ni kwa Mola wako mlezi peke yake ndiyo yako marejeo ya wote kwa kufufuliwa na kulipwa. Je, umemwona huyu jeuri anemzuia mja asiswali anapotaka kuswali? Hebu niambie habari za jeuri huyu, kama yeye yumo katika uongofu katika huko kuzuia kwake, au kwamba ndiyo anaamrisha uchamungu katika hayo anayoamrisha. Niambie habari za huyu mwenye kukataza na kuyakadhibisha aliyokuja nayo mtume, na akapuuza imani na vitendo vyema. Hivyo hajui kwamba Mwenyezi Mungu anazijua vyema hali zake na yatamlipa kwazo? Kwa kumkemea huyu mwenye kuzuia, anaambiwa kama hakuacha hayo anayoyafanya, basi hapana shaka tutamsokota kwa nguvu tukimshika kwa shungi lake la nywele mpaka motoni. Hilo shungi hilo juu ya uso wake mwenye kuropokwa uongo na mwenye athari za ukosefu. Basi yeye awaite wenziwe na watu wa baraza lake wawenzio wasaidizi duniani au akhera. Sisi tutawaita askari wetu wamsaidie Muhammad na walio pamoja naye, na wapambane na huyo mwenye kukanya na wasaidizi wawasukume kwenye jahanamu. Kumnyamazisha huyo mwenye kuzuia, wewe usimkubalie kwa hayo anayokukataza nayo, na dumu juu ya sala zako, na endelee na sijida zako, na jijiongeze kwa Mola wako mlezi kwa hivyo.